kuingia kwenye historia sio tu ya Tanzania bali Afrika kwa ujumla. Naamini hatua ambayo tumeianza miezi minne iliyopita ya kuwa na alama ya ubora Afrika imeanza kwa kuchelewa. Jambo hili pengine lilipaswa kufanyika miaka 60 iliyopita, wakati tunazungumzia umajumuiyo wa Afrika ama Pan-Africanism. Wazee wetu walitujengea msingi kuifanya Afrika kuwa moja, na ndio maana miongoni mwa ahadi za wanatano ambayo CCM ilikuja kurithi kwamba tulikuwa tunaamini kwamba Afrika ni moja na Waafrika wote ni ndugu zangu. Tumeweza kulaunch dira ya maendeleo ya 2020-2050 ambayo sehemu kubwa ya dira hii inaenda kujikita kwenye ongezeko la thamani la bidhaa zetu wa Tanzania, lakini linaenda kupeleka Tanzania kwa viwanda, kutoka kwenye uchumi wa kati kwenda uchumi wa juu, ambapo tunaenda kuzungumzia dola trilioni 1. Huwezi kuzungumzia dola trilioni 1 kama hujajiimarisha kwenye masoko hasa ya nje, kwa maana kwamba hawa 13 wa leo wanafungua milango ya mamia ya maelfu wengine ambao wajao. Nyinyi mkionyesha faida, mkasimamia ubora na viwango, mkasimamia quality assurance, imani ambayo nyinyi mmepewa ni kubwa sana. Jambo hili lazima liwe endelevu, na uendelevu wake utategemea sana na mafanikio yenu nyinyi ya kulinda nembo hii ambayo tunaenda kuizindua leo. Kwa hiyo kwa wadau wote, hili si jaribio, ni tukio endelevu ambalo tutatamani sana next time tuwe na watu zaidi ya 13. Sisi kama Tanzania kupitia shirika la viwango Tanzania ni wanachama wa ARSO ambao wana wanachama katika bara la Afrika nchi ya 44. Kwa sisi Tanzania tunaendelea kuwafungulia soko wazalishaji wa ndani waweze kufikia katika masoko hayo. Kwa hiyo kwa uzinduzi huu kwetu ni alama kubwa na ni hatua kubwa. Na katika muktadha huu alama ya ubora ARSO inapata umuhimu wake wa kimkakati kwa kusema mashirikiano ambayo wanayo na miundombinu mingine ya kidunia na kibara, ambayo ni ishara inaonyesha kwamba bidhaa imetathminiwa kwa kutumia viwango vya Kiafrika vilivyoainishwa. Lengo ni kuweka mazingira wezeshi na mazingira rafiki katika ufanyaji wa biashara, na wakati huo huo kuwalinda walaji na watumiaji wa bidhaa hizo. Mheshimiwa mgeni rasmi, TBS kama mwandaji wa viwango na msimamizi mkuu wa ubora nchini, tunatambua kuwa ukuaji wa biashara za kikanda na kimataifa unahitaji zaidi ya kuondoa vikwazo vya kikodi, unahitaji kuianisha viwango, kwa maana kuvilinganisha na vifanane. Tutakachokifanya Tanzania, Kenya na nchi zingine wanachama wasikirudie. Kuaminika, mifumo ile unayoitumia iaminike. Na nitumie fursa hii, huduma zote mheshimiwa mgeni rasmi tunazozitoa shirika la viwango Tanzania, iwe ni upimaji wa sampuli, ukaguzi, huduma za uthibitishaji ubora wa bidhaa pamoja na mifumo, tunatambulika na tuna ithibati za kimataifa. Kwa hiyo huduma zetu ni za ubobevu. Tunawashukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kufanya hivyo kuaminika huko kwa mifumo ya ukaguzi na uthibitishaji ubora na maabara zilizomo ni mipango ya ithibati inayoimanika. Kwa kufikia hatua ile, ndio leo Mheshimiwa mgeni rasmi tunajivunia hata kuwa na kuzindua rasmi nembo ya ubora ya Afrika, na ndio maana TBS inatekeleza mkakati wa kuimarisha miundombinu ya ubora nchini, ikijumuisha na viwango vyetu vya Afrika na kimataifa, kuwezesha usafirishaji wa bidhaa nje ya nchi, kuimarisha uwezo wa maabara zetu na kuhamasisha ushirikiano wa karibu wa taasisi za ubora za kikanda na kimataifa, kama ambavyo leo ARSO tunawashukuru. Lakini pia tupo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kwa sasa hivi ukizalisha bidhaa Tanzania ikiwa ina nembo inakubalika ndani ya nchi 8 za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini pia tupo katika Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, lakini lengo lote hili ni kupunguza urudiaji usio wa lazima wa upimaji
wa uthibitishaji na hivyo kupunguza gharama za biashara na kuongeza imani katika bidhaa za Afrika. Mheshimiwa mgeni rasmi, Afrika ni kubwa na ina wananchi ni wengi na tunaona kuna soko kubwa. Kwa hiyo kabla ya kuhangaika na masoko yaliyoko duniani nje ya Afrika, bado tunaweza kuongeza wingi wa bidhaa au biashara tunazozifanya ndani ya Afrika. Mafanikio ya matumizi ya alama ya ubora ambayo tunaizindua leo ya ARSO hayategemei taasisi za udhibiti pekee, bali ni jitihada za wazalishaji na wafanyabiashara wote, na tunawapongeza na kuwashukuru kuingia katika mchakato huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni muhimu wazalishaji kuchukulia ubora kama uwekezaji wa kimkakati. Kuishukuru sana kwa dhati serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wizara yetu ya Viwanda na Biashara kwa juhudi za dhati zinazowekezwa katika upanuzi na utafutaji wa masoko ya ndani na nje ya nchi kwa sisi wazalishaji, especially masoko ya barani Afrika. Pia ninapenda kuwapongeza TBS na kuwashukuru sana katika ushirikiano wao na ARSO. Kwa sisi wazalishaji, muungano huu na kutuwezesha katika alama hii ya leo, kwa sisi tulioweza kufanikisha, kwetu ni chachu kubwa sana, maana itatupa wigo katika kuendeleza biashara zetu, kuonekana, kuaminika na bila vikwazo.